Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Neno la Bwana. Tufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake, njia yake ijulike duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Kiitikio: mataifa na washangilie, naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Kiitikio: imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi. Miisho yote ya dunia itamcha yeye. Kiitikio: Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia, sura ya 4 aya ya 4 hadi ya 7. Ndugu zangu, ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi amkomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana,
basi umrithi kwa Mungu. Neno la Bwana. Mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wake, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Nasoma Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 16 hadi ya 21. Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala holini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Waliosikia walikastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona, kama walivyoambiwa. Alipotimia siku 8 za kutahiriwa, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari neno la Mungu. Tarehe hii ya kwanza ya mwezi wa kwanza kwa mwaka huu 2026. Tunasali tukimshukuru Mungu kwanza kutuwezesha kuuona mwaka
na neema na baraka zote alizotujalia mwaka jana tunazitoa kama shukrani kwake na kumwomba Mungu aendelee kutulinda na kutuongoza kwa mwaka huu, ili yale yote tunayoyapanga na tutakayoyafanya yapendeze machoni pake na yafanyike kwa sifa na utukufu wa jina lake. Leo tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza, Mama Kanisa anatualika kuadhimisha sherehe moja ya sherehe kubwa za Bikira Maria. Bikira Maria mama wa Mungu. Bikira Maria anaitwa mama wa Mungu kwa sababu ametuzalia mkombozi. Teolojia na mafundisho ya Bikira Maria mama wa Mungu yana historia ndani ya kanisa, na hasa yalianza taratibu baada ya kutokea mafundisho potofu dhidi ya mafundisho ya kanisa. Hayo mafundisho yalifundisha hivi: Bikira Maria hakuwa mama wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Bikira Maria alimzaa Yesu mwanadamu. Kwa hiyo hatuwezi kumuita Bikira Maria kama mama wa Mungu. Umungu wa Yesu haukuzaliwa. Maana yake ukiingia huko, maana yake unaanza kutafakari na kuona kwamba kuna wakati Yesu alikuwa Mungu, kuna wakati hakuwa Mungu. Kwa hiyo ina maana Yesu kuna wakati alikuwa mwanadamu, lakini baada ya kuzaliwa ndo akavishwa umungu. Hapana. Yesu alikuwa Mungu na mpaka anazaliwa alikuwa bado umungu wake haujaondoka. Hivyo Bikira Maria ametuzalia mkombozi, Mungu mtu. Hatuwezi kuutenga umungu wa Kristo na ubinadamu wake. Leo tunapomsherekea Bikira Maria kwa kutuzalia mkombozi, kwanza tunamshukuru Mungu kwa Bikira Maria kukubali kushiriki katika ukombozi wa wanadamu kwa kutuzalia mkombozi. Na Bikira Maria amekubali kwa unyenyekevu mkubwa, kwa kukubali mapenzi ya Mungu yafanyike ndani mwake. Ndio maana akasema, fiat mihi, ndimi mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama alivyonena. Hivyo Bikira Maria hakubali kushiriki katika mpango wa Mungu wa kumzaa mkombozi. Bikira Maria hakuishia hapo, bado ameshiriki katika safari nzima ya kumlea mtoto Yesu, na mpaka katika mateso yake Bikira Maria ameshiriki. Kama mama, tunapotafakari umama wa Bikira Maria wa kumzalia mkombozi, leo hii tunaalikwa kutafakari majukumu ya kina mama ndani ya jamii, ndani ya familia. Leo hii tukae chini tujiulize, je, akina mama wanatekeleza ipasavyo wajibu wao na majukumu yao? Je, ni wapi ambapo akina mama wameshindwa kutekeleza wajibu na majukumu yao ndani ya jamii, ndani ya familia? Mbona tunaona kutelekezwa kwa watoto, kukimbiwa kwa watoto, ukatili dhidi ya watoto unaofanywa mpaka na wazazi wenyewe, na kadhalika na kadhalika. Haya yote yametoka wapi? Je, ni kitu gani ambacho tunapaswa kukirekebisha ili tufurahie umama wa hawa mamama, nao wafurahie kwamba wameshiriki katika mpango wa Mungu
wa kuzaa na kulea watoto? Wapendwa, usishangae ulimwengu wa leo wako ambao kimaumbile ni wanawake lakini hawataki kuwa kina mama. Kimaumbile kila mwanamke anaweza kuitwa mama, labda itokee changamoto fulani, lakini bado pamoja na kuweza kuitwa mama, bado wako wengi ambao hawapendi kuitwa mama. Wanaona kama kuitwa mama ni mateso, ni mahangaiko na suruba, na hivyo wanataka kujinasua kutoka huko. Lakini wapo ambao wanahangaika mchana na usiku kutafuta nafasi hiyo ya kuitwa mama na hawaipati. Wako ambao wanasali mchana na usiku, wanafunga novena za kutosha kutafuta fursa ya kuitwa mama, hawaipati. Lakini wengine wamepewa hiyo nafasi na bado mnaikufuru. Mwanzo tunasikia utoaji wa mimba kila mahali. Mwanzo tunasikia utupaji wa watoto. Haya watoto yanatoka wapi? Ni kwa sababu mwanadamu wa leo hapendi kujisadaka. Mwanadamu anataka kuishi maisha bila sadaka. Kukubali kuitwa mama kuna sadaka nyuma yake ambayo unapaswa kuibeba. Bikira Maria alivyokubali mapenzi ya Mungu yafanyike ndani yake, akasema fiat mehi, mimi mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama alivyonena. Alijua nyuma kuna sadaka, hata sadaka ya kupigwa mawe hadharani kwa sababu amepata ujauzito bila mume. Yote hiyo hakubali. Hakubali sadaka ya kumlea mtoto Yesu katika mahangaiko na mateso yake yote, akakubali. Lakini leo akina mama wengi hawataki kujisadaka, hawapendi kushiriki katika mahangaiko na mateso. Tujiulize, je, tukiendelea hivi tunafika wapi? Juzi nilikuwa nasoma mtandaoni, nikasoma kuna kijiji kimoja huko Italia, sema inaitwa Lecce. Wamesherekea mwaka wa 28 tangu alivyozaliwa mtoto wa mwisho kwenye hicho kijiji, na juzi ndo akazaliwa mtoto mmoja kwenye hicho kijiji, mdogo, mtoto mmoja. Kwa nini? Sasa ukijiuliza, hawaishi watu pale, wanaishi, hawaoani, wanaoana, kwa nini hawazai? Binadamu hapendi kujisadaka. Kuchukua mimba anaona ni mateso, na kweli ni mahangaiko na mateso. Kujifungua vile vile mateso, lakini mbele zaidi kulea mtoto.
binadamu hayuko tayari. Tumshukuru Mungu, kwetu sisi hatujafika huko, lakini tusifikiri tuko mbali sana na ulimwengu unapoendelea. Tutafikia tu. Watakao kuwepo miaka 20-30 ijayo mtasimulia. Na sisi tunakwenda kule kule. Watu wanapenda kuoana na kuishi kwenye ndoa, lakini hawataki zawadi ya watoto. Na wengine wanaingia kwenye ndoa, lakini wanataka mtoto mmoja. Hivyo tunapotafakari umama wa Bikira Maria, mama wa Mungu aliyetuzalia mkombozi, kila mmoja jitafakari na tuone kwa nini tumefikia hapo. Haya mafundisho hayatuachi salama pia wanaume. Yawezekana sisi wanaume tumekuwa chanzo cha kufikia huko. Kwa nini? Niliwahi kutoa semina moja sehemu fulani, nikawa naongea na kina mama wa WATA. Tumeongea mengi. Baadaye nikawa nauliza, nikagundua wako wengi ambao hawana waume na wengine hawataka kuolewa. Kuwauliza, kwa nini wewe hutaki kuolewa? Mmoja akaniambia, Father, mimi kuolewa Kwa nini? Wanaume waaminifu waliishia kwa Yosefu. Huwe mtazamo wake kwamba wanaume waaminifu waliishia kwa Yosefu. Wengine wote waliobaki ni akina Solomoni. Nikalibeba hilo. Siku nyingine naongea na wanaume parokia nyingine, nao nikawauliza, nikamwambia, mnasikia hiyo wanaosema akina mama? Na wao wakaniambia, Father, hujui tu. Wanawake wanyenyekevu alikuwa Maria peke yake. Wanawake wa leo ni pasua kichwa. Sasa kama ni hivyo, tunaelekea wapi? Ni changamoto ambayo tunapata kukaa pamoja na kuijadili pamoja. Na ndio maana familia nyingi, ndoa nyingi leo ziko mguu pande. Yaani binti anakubali kuolewa akijua kabisa kwamba anakwenda hapa kujishikiza tu. Wakati wowote likisanuka huyo. Mwanaume na yeye anaingia kwenye ndoa, kumbe anaenda kutest mitambo. Akiona mambo vipi, ya nini bana? Tunakwenda wapi? Kwa hiyo inawezekana tukawalaumu akina mama kwamba hawatekelezi wajibu wao kama mama, lakini pia lawama hizi hatuwezi kuwakwepa wanaume. Huenda nao wamewafikisha akina mama pale. Kwani ni wanaume wangapi wanatelekeza familia zao? Ni wanaume wangapi wamekimbia akina mama? Yosefu hakumkimbia Bikira Maria pamoja na changamoto zilizokuwepo.
Labda utasema kwamba Yosefu si aliambiwa na malaika, labda mimi malaika nikimuona akiniambia nisimkimbie nitabaki. Malaika ni dhamiri yako. Lakini pia changamoto kwa kina mama, kwa nini tunashindwa kuwalea kina mama, kuwalea watoto na kuwafundisha mafundisho ya kumjua Mungu na kuwaandaa vema? Jibu ni ile nasema mwanzoni, mwanadamu wa leo hapendi kujisadaka. Tunapenda maisha ya mserereko. Unaingia ndani ya ndoa lakini hutaki kuchika katika wajibu wa ndoa. Ukimwoa mwanamke kama anafanya kazi, anakaa mshahara kidogo, unataka mshahara wake ndio utumike katika kusomesha watoto, wewe unakula shushu. Lakini upande mwingine, akina mama wengine hamtaki kujishughulisha. Ukisha muona mwanaume ule naye ni mpambanaji, basi unakaa tu kusubiri kila kitu kije, unajidanganya. Bikira Maria alitimiza wajibu wake, na kila mara katika maisha yake aliyatolea maisha yake kama shukrani kwa Mungu. Na ndio maana hata wimbo aliouimba Magnificat ni wimbo wa shukrani kwa Mungu. Anamshukuru Mungu kwa yote aliyomtendea. Je, wewe mama, unayatoa maisha yako na maisha ya familia yako kama shukrani kwa Mungu? Unaona ni Mungu aliyokutendea, kwamba Mungu amekupa upendeleo, au unaona ni haki yako? Kupata watoto hao ulionao na Mungu anakusaidia, unaendelea kuwalea, unafikiri ni kwa uwezo wako? Usijidanganye. Kila mara tolea maisha yako, tolea maisha ya familia yako kama shukrani kwa Mungu. Namalizia kwa mfano. Najua wengine mlishausikia, lakini kuna wengine bado. Mazingira fulani kulikuwa na mama mmoja. Huyu mama alikuwa anafanya kazi na Mungu alimjalia kipato kilikuwa kizuri kidogo, akajenga nyumba yake, akanunua na kausafiri. Simaanishi bajaji au pikipiki, hapana, namaanisha gari. Basi maisha yakaendelea, alikuwa mwenye furaha, alikuwa na mtoto, alipata mtoto. Huyu mtoto akamuita jina Kevin. Maisha yameendelea, mtoto anakuwa. Alipofikisha miaka 4 hivi, akampeleka chekechea. Kule mtoto akaanza kufundishwa kuandika chini. Baadaye hivyo karibia miaka 5 akaanza kufundishwa kuandika kwenye daftari. Basi siku moja huyo mtoto akiwa nyumbani, mama yuko ndani anajiandaa kwenda kazini.
Mtoto akazunguka nyuma, akaenda kwenye gari ya mama yake ilipokuwa imepakiwa. Basi akachukua jiwe, kajiwe kadogo, akasogea karibu na mlango wa gari, akaanza kuandika. Akaandika aliyeandika kwa kutumia jiwe kwenye gari ya mama yake. Alipomaliza atupa jiwe, michezo ikaendelea. Baada ya kama dakika 20-30 hivi, mama anatoka ndani ili aende kazini. Alivyoiona gari, yeye hakuona maandishi. Alichoona ni gari imekwanguliwa na hivyo imeharibiwa. Huyu mama akamuita binti wa kazi, akamuuliza, nani kakwangua gari yangu hivi? Akamwambia, alikuwepo Kevi. Basi mama akamuita Kevi. Kevi, mtoto alizoea kuongea na Kiingereza na mama yake. Mtoto akajibu kwa furaha, yes ma'am. Anamuuliza, who has done this? Nani kafanya hivi? Mtoto anaruka kwa furaha, it's me ma'am. Anarukaruka. Basi alichofanya sema, okay, nitakuonyesha. Akamshika mtoto, akashika mkono wake, akamsogeza kwenye ukuta, akaanza kuubamiza kwenye ukuta, piga kwenye ukuta hasa. Mtoto akalia sana. Basi maana yake mkono ukavuja damu ya kutosha. Kisha akamwacha mtoto katika mazingira hayo, akaondoka na gari ya kutaka kupanda tena, akaiacha pale, akaenda kazini. Tumsifu Yesu Kristo. Nikomea hapo, maana naona mnashangaa. Basi kwa hiyo mtoto amekaa katika hali hiyo, damu zimevuja mpaka akazimia. Baada ya masaa kama 6, kwa bahati kaka wa yule dada akawa amekuja kuwatembelea. Amvia hagonga geti, anakutana na damu. Kuna nini? Akaingia. Alivyoingia akamwona mtoto amelala chini, ametapakaa damu. Basi akamuuliza binti wa kazi, nani kafanya hivi? Imekuwaje huyu? Akasema mama yake kampiga, kakwangua gari yake. Yule kaka hakusema kitu, akambeba mtoto, akatoka nje ya geti, akatafuta usafiri, akamkimbiza hospitali. Kufika hospitali, wakamtazama mkono, wakauangalia na nini, wakaona namna pekee ya kuokoa maisha ya huyo mtoto ni kuukata mkono. Basi wakamuuliza yule kaka, uko tayari? Akasema kama ni namna pekee ya kuokoa maisha yake, go ahead. Wakampeleka theater mtoto, wakamkata mkono. Wamemtoa theater,
baada ya ile operation wakampeleka wodini. Yule kaka ndo anampigia mama yake na mtoto, njoo uone mwanao. Yule mama akaja. Alipofika wodini, mtoto alikuwa bado amelala. Akamwangalia mtoto, kaka yake hakutaka kuongea naye. Baada ya muda yule mtoto akazinduka. Alipozinduka baada ya mawenga kuisha, mtoto akamuona mama yake amekaa kitandani. Yule mtoto akamwambia mama yake, "Mom, it's paining when you need to grow old." Mama, mkono unaniuma, utakuwa lini? Alivyoulizwa hivyo, yule mama, lile swali likawa kama mkuki uliochoma ndani ya moyo. Akaondoka wodini bila kuaga. Akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani, akaenda kuangalia yule mtoto alichokuwa ameandika. Akaenda kwenye gari pale, akaanza kuangalia. Kwa shida akafanikiwa kuyasoma yaliyokuwa yameandikwa, sababu najua mwandiko wa watoto wanaojifunza kuandika. Yule mtoto kwenye gari alikuwa ameandika, "Mom, I love you." Alipoyasoma hayo, mkuki mwingine akaona dunia isiyo yake. Akaingia ndani, akachukua kamba, akajinyonga. Ulimwengu wa leo tumefika mahali ambapo mwanadamu anathamini vitu badala ya watu. Hata ndani ya familia utu umepungua. Ule umama wa Bikira Maria wa kukubali kuteseka na kuhangaika kwa ajili ya mwanae, akina mama wa leo wengi tumeupoteza. Tumwombe Maria aliyekubali pamoja na makandokando yote yaliokuwa yanamzunguka, akakubali kubeba mimba na kumzaa mkombozi. Awasaidia akina mama wajue wajibu wao na wautekeleze ipasavyo. Kupitia hapo wanashirikiana na Mungu, lakini kwa kutenda hivyo wanapata neema na baraka. Mungu na atusaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.